Jambo la kwanza, tunawaalika Watanzania wote kokote waliko kesho mahakamani kusikiliza kesi ya kiongozi wetu Tundu Lissu, na tunawaomba jeshi la polisi na vyombo vya dola vya Tanzania wasifanye fujo kwa mtu yoyote, kwa sababu makusudi yetu ya kuja kwenye kusikiliza kesi ya kiongozi wetu ni makusudi ya amani, kwa sababu hii ni kesi iko kwenye mahakama ya wazi na sheria zetu kifungu cha 186, kesi inapokuwa kwenye mahakama ya wazi ni kesi kwa ajili ya public na public isikilize. Hii ni kesi kubwa, ni kesi yenye public interest, ni kesi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hatutaki ifanyike gizani. Tunahitaji hii kesi iwe wazi kwa kila mtu, vyombo vyetu vya dola vikae pembeni, na tunaiomba mahakama itoe spika nje, Watanzania wapate nafasi ya kusikiliza. Watakaokosa nafasi wasikilize kinachoendelea ndani ya mahakama, kwa sababu Lissu ni kiongozi mkubwa wa upinzani na huwezi kumtry kama unatry tu mtu ambaye amefanya kesi ya uhalifu wa kuku. Na itashangaza sana kama hawa watu watakuwa wamekosa tolerance. Nimemsikia Charamira, ndugu Charamira, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anaongea, anapiga kifua. Nimemsikia RPC Mliro anapiga kifua. Mahakama sio sehemu yao, hawezi kuipangia mahakama nini ifanye. Mtakumbuka kesi ya kina Mandela ya Livonia trial, hata makaburu weupe waliruhusu watu weusi wasikilize kesi ya viongozi wao. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka 63 leo viongozi weusi wenzetu wamkamate mtu wamwekee kesi ya bogus, kesi ya uongo, kesi ya kijinga kabisa kwa lugha sahihi, ya treason, kesi ya kisiasa ambao wamemwekea uhaini wa kisiasa kujaribu kumnyamazisha kwa misimamo yake ya kisiasa, alafu wazuie hata wanaompenda kuja kuisikiliza. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini juu ya hilo pia tunaitaka serikali na tunamtaka Rais Samia, kwa sababu hii kesi ni yake, aiondoe hii kesi mahakamani, wamfutie Lissu kesi ya uongo ya uhaini, kwa sababu Lissu sio muhaini. Huwezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa mwanajeshi, hana kikundi chochote cha kijeshi anachokiongoza. Hawawezi kuithibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama ya Freeman Mbowe. Na ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais Samia kwa miaka 4 ya kwake amejaribu kuwafungulia viongozi wa chama hiki kesi mbaya. Alijaribu kumfungulia kesi ya ugaidi mwenyekiti Mbowe ambaye hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Amejaribu tena kumfungulia Lissu kesi ya uhaini ambayo hukumu yake vile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Chini ya miaka 4 tu ya kwake, viongozi wa chama kikuu cha upinzani chini ya utawala wake wanafunguliwa kesi 2 za uongo. Kwa hiyo hii kesi iondolewe mahakamani, Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama zilivyopangwa. Polisi wakaja na barua kutuzuia eneo la tukio. Tumewapelekea barua siku 6 zilizopita. Jana tarehe 22 tukiwa kwenye eneo la tukio wanakuja kutuzuia. Wamefanya fujo, wamenikamata mimi, wamekamata walinzi wangu, wameondoka na sisi, mimi na pamoja na katibu wa idara Elizabeth Mambosho, wamezunguka na sisi kwenye gari. Wametuambia kwanza tumeenda kituo cha polisi Msimbazi, wametuchukulia pale kwenye gari ya Hilux. Wametoka na sisi, wamepita, kulikuwa na jam sana. Wakatuelekeza kwamba wanatupeleka kituo cha polisi Central. Tumefika Central, wakakunja wakaingia barabara ya mwendo kasi. Tumekwenda mpaka Kisutu, wakaoda ving'ora vyote vya magari tulivyokuwa navyo vizimwe. Tukashika hiyo barabara ya kuja kama
tunakuja Jangwani, tukapita kwenye mwendo kasi. Nikajua labda wanatupeleka Mburahati. Tumefika Magomeni hapo wakakunja, tukaingia kama tunakuja makao makuu ya zamani Kinondoni. Wakaingia Mwananyamala, wamezunguka na sisi, wamekuja kutudrop saa 2 usiku barabarani. Sina simu, sina pesa, sina mawasiliano, wametushusha barabarani. Paka mimi nikajiuliza hao ni watu walikuwa wamepanga, kwa sababu hii ni abduction. Tulitekwa na polisi, na baadaye nakuja kuona taarifa ya Muliro anasema kwamba polisi hawakutukamata. Sasa nyie jiulizeni, kama mimi ni kiongozi wa chama, nimekamatwa mchana, vyombo vya habari vikiwepo, Watanzania wakiwepo, picha zimeonekana nikiwa kituo cha polisi Msimbazi, tulikuwa na watu wa Jambo TV na baadhi ya watu tuliongozana nao kwenda pale. Ghafla polisi wanasema hawajanikamata. Lengo lao kustoa hiyo kauli ni nini? Ni watu walikuwa wamelenga wanipoteze kama wanavyopoteza watu wengine? Hili ni swali ambalo linahitaji kujibiwa. Wakati huo huo, RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawako na mimi. Hii ni serikali ambayo haiko coordinated. Haiwezi kuwaongoza Watanzania. Serikali ya aina hii tuko kwenye autopilot. We are captured as a country, tuko kwenye matatizo. Na Watanzania lazima muelewe hili. Waandishi wa habari, Watanzania muelewe tuko kwenye matatizo makubwa. Tunaongozwa na watu ambao wako very uncoordinated. Mambo ya nchi yanajiendea, huyu anatoa tamko, huyu anatoa, kila mtu ni kambale. Inawezekana hata hizi orders za kumkamata Heche haieleweki aliyezitoa. Huyu anasema hivi, inawezekana ni kila mtu anaongoza section yake. Kwa sababu kama RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawajani. Jambo la mwisho, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini walilolitoa wakati wa Pasaka. Tunaunga mkono tamko la shura ya maimamu walilolitoa wakati wa Idi, wote wakiunga mkono msimamo kama wa kwetu wa kusema mabadiliko yanahitajika kwenye nchi hii ili uchaguzi ufanyike ambao ni huru, haki, wa wazi, ili kuwapa Watanzania viongozi wanaowastahili kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8. Serikali itatokana na wananchi. Lengo kuu la serikali CMB itakuwa ni ustawi wa watu, na serikali itawajibika kwa watu. Ukiondoa uchaguzi ambao haujatokana na wananchi, hiyo serikali itakuwa sio ya watu, hiyo serikali haitawajibika kwa watu, na hiyo serikali haitakuwa na malengo ya kustawisha watu, kwa sababu itakuwa ni serikali ya kikundi cha watu. Na ndicho tunachoamini kwamba sasa hivi kuna state capture. Dola lililoshikiliwa na kikundi cha watu linafanya maelekezo ya watu. Kama dola ni ya wananchi, lazima waruhusu wananchi kwa kura zao waiweke ili iweze kuwajibika kwao na iweze kuleta ustawi. Sasa katika hili tunaendelea kusisitiza. Mimi nilikuwa na katibu mkuu wetu, tulikuwa miongoni mwa watu 5 tulioenda kuonana na Rais Samia tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022. Hii ni ahadi ya rais, na aliposema kwenye 4R yake mojawapo ni resilience, reform, rebuild. Anaposema rebuild, ina maana anatambua kuna ujenzi uliokuwa umefanyika, sasa umebomoka, anataka kurebuild, kujenga upya. Hakuna kitu alichojenga. Resilience, kuvumilia. Unapompa Lissu kesi ya uhaini, mkosoaji wako namba 1, chama kikuu cha upinzani, chama kinachoungwa mkono kuliko vyama vingine vyote nchi hii, chama chenye mtandao pengine kuliko CCM, kwa sababu ukitoa mtandao wa kiserikali wa CCM haina competition yoyote na sisi kwa wananchi, kwa sababu sisi tunaungwa mkono na wananchi ambao ni organic. Ndio maana ukienda kwenye mikutano ya CCM utakuta wana CCM wanahutubiana. Actually wanapaswa kufanya vikao vya ndani, kwa sababu wanasomba watu kutoka Tarime, wanawaleta Bunda, wanahutubia. Wakienda Tarime tena wanasomba hao wabunda waliohutubia jana, wanapeleka Tarime. Wakifika tena Tarime wanasomba, wanapeleka Serengeti. Sisi tunahutubia watu wa eneo husika pale tunapokuta organic. Hakuna chama kinachokubalika kama sisi. Resilience, rais anapaswa kuwa na resilience na uvumilivu. Ameikiuka.
reforms, ni hoja yake ya reforms ambayo alituahidi tarehe 20 mwezi wa 5 Ikulu Chamwino Dodoma. Leo tunadai reforms, tunawekewa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo rais mwenyewe na timu yake wanavunja foara zake. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono walichokisema maaskofu. Hawa watu hawawezi kuaminika kwa kauli tu, lazima walete reforms za maandishi, za kisheria na za kikatiba, ndio wataaminika, na tuwe tayari kwa kweli kusimamia. Hatuhitaji nchi hii iongozwe kwa dhamira ya mtu, tunahitaji nchi iongozwe kwa sheria na tuzisimamie sheria. Kama mnakumbuka, tarehe 5 mwezi wa 3 2024, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM Bwana Abdurahimani Kinana akiwa kwenye mkutano mkuu wa ACT Wazalendo. Ndugu zangu waandishi wa habari, hii ni nchi yetu, mkiwemo nyie mnahitaji kuishi vizuri. Tuna resources za kutufanya tuishi vizuri wote. Hii vita sio ya Chadema, ni vita yetu sote. Ndio maana tunaomba mashehe, maaskofu, NGOs, waandishi wa habari, everybody aje on board kupigania nchi ambayo inaongozwa kisheria, kwa sababu hakuna aliye salama. Kuna watu walikuwa CCM wanafikiri wako salama, leo wanapotekwa wakina Deus Soka. Tunazungumza mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM kutoka kule Tarime ametekwa. Kwa nobody is safe katika mazingira kama haya. Kwa na washauri na nyie mnapoenda, mchukue hata hizi klipu zao, mziunganishe na matendo wanayoyafanya leo. Abdurahimani Kinana akiwa kwenye mkutano wa CCM alisema vipi? Kwenye mkutano wa ACT Wazalendo tarehe 5 mwezi wa 3 alisema, na nukuu kwa kifupi, kwamba uchaguzi wa nchi hii wa serikali za mitaa hautakuwa kama chaguzi zilizopita, na akazitaja kabisa kwamba hautakuwa kama uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020. Na akasema watu wana haki ya kutokuamini maneno ninayoyasema kwa sababu ya kile kilichojitokeza kwenye uchaguzi wa 2019 na uchaguzi wa 2020 ambao uliibiwa, ambao viongozi wa upinzani walikatwa majina, ambao viongozi wa upinzani walizuiliwa mawakala, walizuiliwa kuchukua fomu, na mwishowe CCM ikapita kwa 100% kwenye vijiji na vitongoji na wabunge. Akasema hayo hayawezi kujirudia chini ya Rais Samia. Nini kilichojitokeza tarehe 27 Novemba ya mwaka jana? Kwa mujibu wa Waziri Mchengerwa, walikata, yani waliondoa wagombea wa upinzani 12,600. Na unapozungumzia upinzani nchi unazungumzia Chadema. Ndio chama chenye mtandao wa kuweka watu nchi nzima. Kuna vyama hapa ambavyo hata ukiwaachia Dar es Salaam hapa hawana uwezo wa kufiri wagombea udiwani tu hapa Dar es Salaam. Na vipo vinapiga kelele kweli kweli. Ukiondoa Chadema kuna vyama havina uwezo wa kufiri wagombea udiwani Dar es Salaam tu. Achia majimbo. Tukienda kwenye uchaguzi bila kuwa na Chadema kwenye nchi hii, ndio maana unasikia wengine wanasema hameni mje huku, kwamba unaunda chama alafu unataka watu wengine ndio wahame uje usimamishe kama wagombea. Hawajui etiquette zako, hawajui mnachokisimamia, hawajui mnachokwenda kupigania. Unapokwenda mbunge unapaswa kuwa na msimamo wa chama chako, kwamba sisi, kwa mfano sisi ni chama kinachoamini katika people's power, kwamba tutashika mamlaka ya umma, tutatumia rasilimali za umma katika kuendeleza watu, tutajenga upya viwanda vyetu viwape vijana wetu ajira, tutahakikisha madini yetu ya chuma hayauzwi kwa Wachina na wazungu na Waarabu bure, tutahakikisha bandari zetu zinasimamia maisha yetu. Sasa unapoita watu waje kwenye chama chako, hawajui unasimamia nini, hawajui unataka kwenda kwa. Sasa unataka kutengeneza chama cha vipi hapa? Kwa ndugu zangu, nimetaka niliseme hilo ili tujikumbushe kwamba hao watu hatuwezi kuwaamini kwa maneno tu. Tuna insist kwamba mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya kanuni, mabadiliko ya kikatiba, ili twende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Haruhusiwi kuingia kwenye kituo cha kupigia kura na simu.
Wakala ni representative wa mgombea, sio wa serikali wala wa CCM wala wa tume. Wakala na ni represent mimi. Kwa mfano mimi Tarime nagombea na vituo 492. Badala niwe kwenye kila kituo naangalia matokeo yangu, sina uwezo huo. Mimi sio omniscient, naweka mtu kwa niaba yangu. Napaswa muda wote nijue nini kinaendelea, maboksi yamefika. Unapomnyima asiingie na simu. Karne hii hata ICU watu wanafanyiwa operation, madaktari wanaingia na simu ICU. Ili kama kuna shida wataarifu madaktari wengine waongezeke pale kusaidia mgonjwa. Karne hii tuna watu wanazuia watu wasiingie na simu kwenye kituo cha kupigia kura. Hao ni watu ambao wanatetea wizi na wanataka wizi uwe sehemu ya registration. Wanahalalisha wizi kwa sheria, kwa kanuni, kwa taratibu. Chama chetu hakiko tayari kutumika katika kuraba stempu mambo ya hovyo hayo. Kwa hiyo wanachama wetu nchi nzima wa Tanzania, our agenda na agenda yetu ni no reforms, no election. Kama kutakuwa na reforms, tuko tayari na chama kiko tayari kuingia kwenye uchaguzi na kuleta mapambano ya kifikra, mapambano ya kukomboa Watanzania, na tutashinda katika free fair election ambayo referee ni fair. Nataka niwahakikishie Watanzania hakuna mtu wa kusimama na sisi hapa hata baada ya saa 12 asubuhi. Watakuwa nyumbani. Baada ya kuwa nimeshushwa kwenye gari yangu, kwa sababu polisi walipotaka tuongozane, nilimwambia yule bwana ambaye alikuwa kiongozi wa ule msafara wa polisi kwamba niko tayari kwenda hata na gari yangu au mimi mwenyewe. Wakaforce, walikuwa tayari. Unasikia ukisikiliza zile clip, kuna sehemu walikuwa wanasema vunja kioo. Kuna bwana mrefu hivi anaitwa Peter aliamuru polisi wale wavunje kioo ili wanitolee labda kwenye kioo. Kwa hiyo kila kitu mimi niliacha kwenye gari, wallet and everything. Kwa waliponichukua had nothing, sikuwa na kitu chochote. Kwa wamezunguka na mimi all the time na walikuwa hawaongei. Wako kimya na mimi niko kimya, wanaendesha gari tu kwa sababu wamesema wanaenda Central. Tumefika Central wakasema unganisha. Yule wa mbele na kiongozi yule alipigwa picha, mnaweza kumtafuta mkamuuliza. Twende hivi, nyoka. Hata yule wa pili ambaye tulikuwa naye Peter, kuna wakati anasema mbona tunavuka Central? Akamwambia mimi si ndo naongoza, kaa kimya. Kwa Peter akakaa kimya. Kwa mimi nilikuwa naenda najua labda napelekwa Mabwepande kama wanavyofanya siku zote au sehemu nyingine wanayojua kwa tukio lolote. Na tukisema tuko tayari kwa haya mambo, tunamaanisha hivyo kwamba tuko tayari kulipa ultimate price kuhakikisha nchi hii inarudi kwenye mikono ya sheria. Kwa sababu kwa mfano sheria yetu inakataza kumkamata, ule ni utekaji kwa njia zile. Walipaswa waje waniambie wewe uko chini ya ulinzi kwa sababu hii na hii na hii. Sasa mtafute Muliro, tafuta polisi. Walinichukua na nipeleka wapi? Lakini pia kama wangekuwa watu wema, kwa nini wasingenipeleka either nyumbani kwangu au kituo cha polisi waniache pale nipate communication, niite dereva wangu aje kunichukua pale? Walikuwa nazunguka na mimi kufanya nini? Mimi nilikuwa nimeomba lift ya gari ya polisi wazunguke na mimi. Ni watu wangapi wanafanyiwa hivyo alafu wanaonekana hawaonekani? Ni kesi ngapi mmezisikia nyie watu wamekamatwa, familia inathibitisha kwamba huyu alichukuliwa na polisi, alafu polisi wanakana kabisa. Sasa kama wangenichukua kwenye eneo ambalo hakukuwa na watu, kusingepigwa picha ambayo ilionekana pale kituo cha polisi, unafikiri nini wangesema baadaye? Kwa mimi baada ya pale kuna gari moja ilisimamika kwa sababu nilikuwa nimevaa combat hivi na watu ni mtu visible. Kuna mtu akasimama akasema nipande kwenye gari yake, na kwa kweli nikawa tempted. Eliza alinisaidia sana, akaniambia no, usiingie kwenye gari ambayo uji Land Cruiser. Hatukuingia, tukachukua bajaji na kulikuwa na foleni. Kwa hiyo nimefika nyumbani kwenye mida ya saa 5 ndio kuja kusema kwamba nilipopata simu ndio nikafanya communication na viongozi wangu, na unaona chama walikuwa wananitafuta, wakina Brenda walikuwa wameenda Central. Tuna polisi wa ajabu sana nchi, kwamba wao wakisikia taarifa za kiintelijensia wana nguvu ya kuzuia, lakini wanashindwa kwenda kukaa pale walinde watu kama sheria inavyotaka ili watu wafanye matukio yao kwa amani. Wajibu wa polisi namba 1
ni kwenda kulinda watu wafanye hayo mambo wanayoyafanya kwa amani na yaishe kwa amani. Na mimi narudia mbele yenu, hakuna nukuu yoyote, hiyo ni nukuu ya Charamira. Na ndio maana nimwambia asitugongee kifua sisi. Hiyo ni nukuu yake mwenyewe. Hakuna nukuu yoyote ya mwanachama yoyote. Tangu siku ya kwanza nazungumza hapa Dar es Salaam na maeneo mengine, tumesema wanachama wetu waje mahakamani kama sheria inavyosema. Hiyo ni sheria, sio discretion ya bwana Charamira. Waje mahakamani kwa amani, na nimeenda mbele zaidi nikasema wafunge vitambaa vyeupe kwenye mikono yao kuonesha kwamba wao ni watu wa amani, na hata wakipigwa mabomu wakae hata chini kuonesha kwamba wanafanya hivyo kwa amani. Na nyie muwepo kuwe expose mambo wanayotaka kutufanyia. Wanachama wetu tunasisitiza, mnapokuja kwenye kesi ya mwenyekiti, sisi ni watu tunataka kurudisha utawala wa sheria nchi hii. Kwa lazima sisi tuwe watu wa amani, kuonesha mfano dunia kwamba sisi ni watu wa amani, na tukipewa nchi tutaiongoza kwa haki na kwa amani. Kwa hiyo kama watafanya fujo, labda wao wanaweza kutumia watu wao na system zao kufanya fujo, na hatuna nia yoyote wala sababu yoyote ya kupambana na jeshi la polisi. Hatuna sababu hiyo. Jeshi hili ni jeshi letu. Hata tutakaposhinda dola litakuwa jeshi letu, lakini tutalibadili namna ya kuendesha mambo yake. Hatakuwa na jeshi linalotumiwa na wanasiasa kunyanyasa watu. Tutakuwa na jeshi independent ambalo watu watapata nafasi kwa merit, kwa uwezo. Sio watu wa kuteuliwa na kikundi cha watu kwa ajili ya manufaa yao. Chumba cha kupigia kura kinatakiwa kuwa wazi iwezekanavyo, ili kila mtu aone kura imepigwa, imehesabiwa na ndio iliyopigwa. Sasa unapozuia ni sehemu ya kuondoa uwazi. Kwa kuanzia kwenye maadili yenyewe kuna makosa, kwenye sheria kuna makosa. Hii wanayosema si wamefanya mabadiliko ni skimish. Unaposema kwamba wakurugenzi hawatasimamia uchaguzi, lakini wewe huyo unasema viongozi waandamizi kwenye wilaya. Kiongozi mwandamizi kwenye wilaya ni nani? Ni DAS. Wakurugenzi hatukuwapinga kwa sababu ya majina yao, tuliwapinga kwa sababu wanateuliwa na rais na wanapokea maelekezo ya rais. Sasa DAS ni nani? Anateuliwa na nani? GSO anateuliwa na nani? Isui katibu nani? Wakuu wa idara wako chini ya nani? Walimu wenyewe, utumishi wetu hauko independent. Ndio maana hata walimu sina nini na watumishi wote wa serikali wanaogopa kudai hata madai yao. Sisi tunatoa tuseme tufanyie hivi kwa sababu katiba yetu ibara ya 35 extension ya mkono wa rais inaenda mpaka kwa mwalimu wa shule ya msingi au mtendaji. Kuna sehemu nchi nyingi tu rais hana mamlaka ya kuondoa mwalimu kwenye nani, kwa sababu mifumo inayomsimamia mwalimu ni different. Lakini Tanzania ni extension ya mkono wa rais mpaka kwa mtendaji wa mwisho, ndio mamlaka yake ya mwisho ya sheria. Ikiwa inaitwa tume ya uchaguzi, mwenyekiti wake alikuwa anaitwa nani? Jaji Mwambegere, huyu aliyepo. Sasa hivi imebadilishwa jina, inaitwa tume huru ya uchaguzi. Mwenyekiti ni nani? Jaji Mwambegere. Unawaambia nini wa Tanzania? Ikiwa inaitwa tume ya uchaguzi, mkurugenzi wa tume Bwana Kairima. Leo inaitwa tume huru ya uchaguzi, mkurugenzi wa tume Bwana Kairima. Kwa ukichukua soda ya Fanta ukiiweka kwenye chupa ya Coke inageuka inakuwa Coke. Ndivyo ilivyo dunia ya Tanzania hii. Ni ujinga kabisa. Omari Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM. Katibu mwenezi wa CCM, mwanachama wa CCM, waziri, ni kamishna wa tume. Kwa nini hao watu wanataka kutumia bilioni 500 za Watanzania kufanya ujinga kama waliofanya mwaka jana? Tumetumia bilioni 271 kufanya uchafuzi wa serikali za mitaa. Tunakwenda kutumia bilioni 500 kufanya uchafuzi wa uchaguzi mkuu. Wakati vijana hawana ajira, kwa nini wasijitangaze, waendelee? Kwa sababu ndicho wanachofanya, na wameshaanza kujadili bungeni. Ukisikia wabunge wa CCM wanapendekeza nani awe waziri mkuu, nani si wanamuomba Rais Samia amteue, si nani amteue Majaliwa, ndicho wanachoendelea nao. Wanawaambia Watanzania basically hakuna uchaguzi. Sasa hao walio saini waulize kwamba mmesainije na mnalalamikia nini? Kwa umesaini umekubaliana na yaliyomo. Sasa unacholalamikia nini? Hayo watakujibuni wao.
Usalama wangu uko guaranteed na Mungu. Ndio maana Lissu alipigwa risasi 16. Haijawahi kutokea duniani na amesurvive. Mungu ndio mlinzi wetu. Unapodiri na watu ambao wamepotoka, mlinzi wako ni Mwenyezi Mungu. Na hii kazi hatuwezi kuacha kuifanya. Tukiacha kuifanya tutauzwa wote. Wazee wetu waliopigania uhuru walifanya kazi na wakoloni. Walikuwa na tabia kama hizi. Nchi zote za Afrika kuna waliokufa katika struggle, kuna waliofika mwisho. Lakini lazima tujenge tofali la kwanza na la pili. Tunaweza kuendua vita ya muda mrefu na ngumu. Na Watanzania wajiandae kwa hilo, kwamba tunaweza kuendua vita ya muda mrefu na ngumu. Lakini chama chetu ni chama cha kiukombozi, kitafikia malengo kinayojipigania. Tungekuwa chama cha kutafuta ruzuku na kutafuta idadi ya wabunge, kuna watu wametutafuta pembeni tu negotiate, tupewe wabunge kadhaa na ruzuku. Sisi sio chama cha hivyo. Sisi ni chama tunahitaji mabadiliko, total overhaul ya sheria zetu, tuingie kwenye uchaguzi huru na haki kwa njia za kidemokrasia, tushinde uchaguzi, tuongoze nchi. Au hata tukishindwa, tushindwe kwa haki. Tuko hivi, tuko tayari kuliko kupewa mbunge mmoja na CCM au 20 na CCM au 100. Tuko tayari kupata mbunge mmoja wa haki, tuseme huyu ndio wananchi wametupa. Au tuko tayari kukosa kabisa, tukasema wananchi hawajatuelewa, tuendelee kuelewesha watuelewe. Tuko tayari kupata wawili, tuseme hawa tumewapata kwa kura za wananchi halali. Na kuongezea hilo, hata sisi tuliokuwa wabunge huko nyuma, tumekuwa wabunge kwa mapambano, watu wamekufa. Tarime mimi nimetangazwa baada ya Mwita Boke Waitei na wenzake kuuawa katika skirmishes za kuhakikisha natangazwa ubunge. Hatuwezi tena kuendelea kuwa na nchi ambayo watu ili uwe mbunge lazima watu wafe. Haiwezekani. Mfano, tumefanya uchaguzi wa ndani ya Chadema huru na haki, hakuna hata nzi aliyekufa, na tumepata viongozi. Ndio tunachokihitaji, transparent, wazi, huru na haki. Kwa sasa agenda ya mkutano mkuu wa chama, mkutano mkuu ndio kikao cha juu kabisa kinachoweza kuja kikasema tumedissolve chama. Agenda ya mkutano mkuu wa chama chetu ni no reforms, no election. Agenda ya baraza kuu la chama chetu ni no reforms, no election. Agenda ya kamati kuu tuliokaa humu tarehe 10 mwezi wa 12 chini ya mwenyekiti Mbowe ni no reforms, no election. Na msemaji wa chama alikuwa huyu ndiye msema. No reforms, no election. Ndio aliyeandika na ikawa communicated barabarani. We have no time for that. Time tulionayo ni no reforms, no election. Ndio msimamo wa chama chetu, na hapo ndio tunashikia break. Sasa Chadema sio gereza. Chadema ni chama ambacho watu wanafata misimamo yetu na kushindana, wakiona fikra zetu zinalenga yale ambayo wanayapenda, wanaunga mkono hapa. Hatujawahi kumfungia mtu mundani. Katika nyakati tofauti tofauti wamewahi kuondoka watu prominent. Hakuna mtu alikuwa prominent kwenye hiki chama kama Walidi Kaburu. He went and here we are. Kwa hiyo hili sio gereza na sio sehemu ya kulazimisha watu, ni sehemu ya hiari ya mapambano. Wananchi wanatuunga mkono, Watanzania wanatuunga mkono. Na nasema hivi nikiwa na maanisha tulikuwa kusini. Bahati mbaya nyewe vyombo vyenu vya habari si kama mmekava. Tulikuwa kusini mzee. Muulize bwana Makara, ameenda kule amekuta vumbi. Ambie watu wa kusini mmefanywa maskini. Hata gunia la kuwekea korosho mnaagiza kutoka India. Lakini tulikuwa na mashamba ya mkonge hapa, yalikuwa yanatengeneza magunia. We had agenda kule kusini, tunaungwa mkono. Ukiona zile nyomi, zile sio za kusomba, ni gari inapita, oyo Chadema watakuwa hapa, nyomi. Na tunaingia kati, mtufuatilie. Kwa sisi tunaendelea na agenda yetu, wananchi wanaunga mkono, Watanzania wanaunga mkono, na wanachama wetu wanaunga mkono. Asanteni kwa kunisikiliza. Hilo mwisho wake ni hapo, hakuna majibu zaidi ya hayo. Dr. Slaa alijiondoa, alipoamua amerudi, ameomba msamaha, akapokelewa. Anton Komu aliondolewa na kamati kuu, alikuwa mbunge, alikuwa mjumbe wa kamati kuu, alikuwa mkurugenzi wetu wa fedha wa muda mrefu na mbunge wa Moshi vijijini.
amerudi kwa utaratibu, ameomba kwenye kamati kuu iliyomuondoa akarudi. Wengine wote wanachama wetu wanajua namna ya kutafuta wanachama, namna ya kuomba wanachama, au namna ya kurudi kwenye chama. Wanajua wao. Katiba yetu iko wazi. Na nyie someni, mjielimishe, mjue hivi vitu. Waandishi wa habari muwe na taarifa. Watu wasije wakawatapikia mambo tu. Kwa mfano juzi niliona jaji anawaambia au Kairima Chadema imejifuta kwenye uchaguzi. Angesema vile Kenya, waandishi wa habari wangemscrew, angejihalishia pale. Kwa sababu they read, they know, wanajua, na wanajua nchi ni ya kwetu, hawana upande, lakini wanakuwa wanajua sheria ya uchaguzi unasema hivi, utaratibu unasema hivi. Kwa hiyo angemuuliza, wewe Kairima, wewe ni nani kusema hivi? Umesimama kwenye nini kusema hivi? Au yule jaji wa mahakama ya rufani asije tu anatapika kama mtu anatapika matapishi kwamba tumesema hivyo. Waende mahakamani, muulize kwa sheria ipi, kwa utaratibu upi unasema hivi. Kwa waandishi wetu pia na wasihi, kwa sababu nchi hii ni ya kwetu, ikiharibiki na tuharibikia wote. Mjibidiishe, mpate taarifa mnapokwenda kuzungumza na watu, muwe na hizo hoja za kumuuliza na asije tu kuwahutubia na kuwaletea mapambio. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nafikiri tumemaliza. Mpaka wakati mwingine. Ndugu waandishi wa habari, asanteni sana. Leo tutakuwa Mbagala pamoja na Ubungo Manzese. Karibuni sana. Asante.